beautiful Tuesday afternoon from wherever you are. This is Jalango TV. Now, today is a very special day because we are celebrating the life of a legend, the life of a brother, the life of a mentor, and a person who opened so many doors for us in this industry. Definitely, a day like this, Papa Shirandula, Charles Bukeko himself, passed on. One of the most saddest thing when COVID immediately started, and today we, as the whole cast of Papa Shirandula, we are here to celebrate his life, because when he passed on, we didn't even have a chance to say goodbyes to him. But then here down the line, we are here to celebrate, and I will be talking to different cast members of Papa Shirandula to just share how journey has been a year without him. This is Jalango TV. Let's do this. So as you can see, we are here with Will Brother. Definitely an amazing day of celebration. Oh yes. Awilo, how have you been? I'm good. How are you? I'm okay. Welcome to Jalango TV for really the first good. time. I know. Have you been? Yeah, I'm fine. I've been waiting for you to invite me. Now, Marigo too. Even people like Omosh, who we work really hard for, really haven't invited me. So definitely today is a very significant day. Oh yes, it is. In the life of the whole cast of Papa Shirandula, given the fact that this man really opened so many doors for us with this project, and you worked really closely with him We did. each and every single day. I remember the first time we appeared with you on the channel and everything, and people don't actually know. Papa wanted us to come, but it is Will Brother who recommended me and Otoyo to come. Oh yes. Yeah, so definitely thank you so much for that opportunity. I'm glad that How's it been without Papa all this year? Life is definitely slow because we had a lot of plans. Just 2 weeks before he passed on, we were already shooting a project that we are hoping to launch today. And with his passing, everything has just gone slow because he was the main guy. He was the main guy. Yeah. So it's definitely really slow. Wow. Like had he been there, even now, you'd be seeing that show on TV already. Oh, wow. So let me ask you. Yeah. You worked with him for how long? The whole stretch from the time we came in until and the time we left, and you guys still went on. I'd probably say 13-14 years. 13-14 years. Oh yeah. Wow. Oh yeah. Wow. Yeah. And definitely you didn't get a good chance to say a goodbye to him. No, especially during his passing, it was pretty unfortunate because with COVID and everything was so hastened that it was unbelievable. It was unbelievable. It was unbelievable. Wow. Yeah. But then today, let's all celebrate. Oh yes, that's why we are wearing vibrant colors, because we are here to celebrate. What do you think of my look? I love it, man. You look. It's too much. I love it. It's too much. Love it. So today we enjoy? Oh yes. Let's enjoy. Let's make merry. To all the Papa Shirandula fans out there, what do you tell them? I just want to tell them that we are still here. We are doing our best. Because a lot of people ask us, so what is going to happen? What is going to happen? It's a process, but it's coming. It's coming. It's definitely coming. Samba. All right. Asante. Nobody comes closer than Joro. Definitely when Papa passed on. Yes. We actually traveled all the way to Busia. Na ukapitia paka nyumbani kwa madhe. Kwanza tukakula kuku ingine unashindwa hii ni mguu ngapi? Madhe. Alafu samaki ingine iletwa. Ile refu ile. Kitu inatazana hivi. Joro has been holding it out together, as you know. Right now he has just signed a new contract as the brand ambassador for Senator K. Yes. Karibu sana. Hata Yego wamenipea tena. Nani? Yego biscuit. Na ulikuwa huko. Ulikuwa huko. Kazi inaendelea. Iko sawa. We are very nice. And I'm happy about it. How's the 1 year been without Papa? Terrible. Unajua kuna vitu mazee, sometimes you can only heal with time, and time will take it out, but without Papa is really, sometimes like Juzi I had a dream with Papa ati anatupeleka kwa hoteli fulani, alafu
kidogo nikamkosa, so kufunguka ndio najikuta mzee kumbe mzee aliendanga. But it has been terrible, but of course we accept the will of God. Na mazee time Paps alikufaga, hatukupata hata chance ya kumwambia kwa heri. Kwanza wewe tulikuwa na wewe airport, sasa hiyo ndio tumefika, tunaona kwa mtandao ndio anapelekwa chini. Hata unajua kwanza kitu nafaa imagine papange dai bila covid time, hiyo ni mazishi ngendo na akina Raila, Uhuru, kila mtu angekuwa pale. Ule ni mtu alijenga nchi, industry yetu. Watu wengine wana take it for granted, but Papa ndiye is a stakeholder into what we are today living. And we ile life tunaishi ni papa. Wow. Wewe mwenyewe najua mimi Otos will be akia Mungu ni papa. Wow. Kwa mafans wa Papa Shirandula wote unaweza washo nini sasa? Tuko spirit ya papa ina live in us. Tunajenga vitu, we are working on some new shows to come, and whatever we do on the social media, mtufuate. Kumbukeni spirit ya papa inabebwa na sisi na nyinyi mafans wa Papa Shirandula, so please msikufe moyo, tuko pamoja mpaka mwisho. Lakini leo tupige sherehe. Leo tunajipa wapi yangu kwanza? Chukua glass ndio ile pale nimekuchukulia ka black label hivi. Tupige pole pole. Alafu acha nitume dedication moja. Tuma dedication basi. Natupa dedication kwangu mwenyewe. Know that there's no Papa Shirandula without the beautiful Jackie VK, or as all of you call her, Awinja Mazee. How you doing? I'm good, yourself? Yeah, fine. Umeoga? Sana. Kwanza wewe yako ndio kali zaidi. Umechekio. Umechekio. Nani ameprinti? Hii imetengenezwa na Monochrome. Anaitwa Munga. Chali mnoma sana. Amepiga hiyo ni inaitwaga airbrush. How you doing? I'm good. A year down the line, Paps has not been with us. Yeah. How's it been? Okay, as they say, time heals. It has not been easy. But kama naweza simama na wewe hapa leo na niongee bila kutoka machozi. I'm better off now. Because Papa's death, it took you time really. Yeah. Why was it so personal to you? It was personal because besides him giving me the platform, you know, the acting platform, and making me who I am today, I'd say he was a father to me. Oh, yes. We were so close, we would talk on phone, you know, like he was basically my dad, you know, like he was the dad that I was left with. Okay. Yeah, because, you know, I lost my dad way back. So me knowing him, you know, him treating me like his daughter, you know. So it was really hard for me, and then putting in mind we spent so much time together. Yeah. Wow. So definitely things haven't stopped. Kazi inaendelea nini? What have you been up to? As you know, before his passing, we had started a production company. It's called Big Daddy Media. Big Daddy Media. Yes, a lot is coming. Actually, we have one production that's on base, Safaricom. It's called Mzeni Wewe. This was his child, you know. Even a week before his passing, we were just from the production itself. Okay. Yeah, so and many other things that are coming, but in the meantime, that's what we have. To the Papa Shirandula fans out there, unawaambia namna gani? Check you, hatujachoka. You know, most of the time you guys see us, we meet, and you're like, sasa kipindi liisha. No, we are planning something big for you. Actually, ni project inaendelea as we speak. So tungojeni, tunawaletea vitu tamu, so hatujawasahau. Wow. Yeah. Definitely Jackie VK, Awinja herself doing what she does best, and definitely this is Jalango TV. Unaokuja kwa kiti nikikuita. Nimengoja hiyo kiti ndo nikule chakula ya bure, hujawahi niita. Toka hapa. Should we expect anything anytime soon? Oh yeah, there's a lot in the pipeline. There's a lot. In fact, Papa himself left something for the fans. I'm sure if you've been on the base, Safaricom, you must have watched it. And we will be there to carry on with his legacy. Wow, definitely. Juma Anderson, who plays the part of Papa's boss, definitely on the big show, Papa Shirandula. Thank you so much. Thank you. Today we enjoy. Yes, we enjoy together. Today we enjoy. Today we celebrate the life of Papa Shirandula. So of course, yes, definitely Shakes Kapienga herself. But which role were you playing on Papa? You know, wewe uliingia kama nishatoka. Nilipata kama umetoka. Mimi nilikuwa nishatoka. Mimi nilikuwa pale nilikuwa mtoto mwingine tu mtundu wa kuokota rent, wa kuhangaisha tu akina Wilbroda,
na Winja. Nilikuwa tu character nyingine tukutu tu, acha tuseme hivyo. So how's it been without Paps? Man, it's saddening because ule ni msee mwenye alikuwa anapenda sana kulacha new talent, unajua. Ni msee pia mlikuwa mnaketi chini na yeye anakupiga real na anakuongelesha kama babako. So it's sad knowing that we've lost a legend, but at the same time we celebrate him, and that's why tuko hapa leo. A year down the line. Yes. My time moves very Manze fast. time usonga. Hata ni juzi tu tulikuwa tunaongea na kina Will Brother kwa zile za unajua sasa mwaka imepita huko. Aje. Manze na ndio sisi hawa. Mwaka imepita. There's legacy legend. And what have you been up to? Nowadays vitu tu project tu zangu hapa kule. Now that job ilikatika. Tuko hapa tunangangana. Sasa unajua mtandao ndio kusema. So tunangangana nayo mtandao na pia wewe unaendelea tu fiti. Ndio. Unajua by the way hujakaa Jalango TV tukakaa chini. Mazee watu wapate kujue Shix ni nani. Unakuja lini? Tutapanga. Itakuwa poa sana mazee. Kwa mafans wa Papa Shirandula unawaambiaje? Manze to celebrate Paps kila time, na kama uko na talanta ya kuact mtu wangu usilalie, talanta yote yenye uko nayo amka. Sasa hii ndio time ya kuachieve chenye unataka. Hii COVID imetufungua brains, hivyo tuchapane na kazi, to build hustle ama ni aje man. Itaweza. Thank you so much. Appreciate it. Definitely Shix Kapienga, big name in the industry, celebrating Papa Shirandula today. You know how we do. So I think I have many memories about Paps, because I think out of Papa Shirandula, the program, I had worked with him before in Balamwezi Players. So we had a history together, and I think one of the things that I loved that he was a family man, whether within his family and even a family man out of his family. So when he was away from immediate family, then he was a family man even with us. So he mastered, you know, our body language that many times he would tell that if you had a problem. And he had a quite, I don't know whether he had quite some interest, especially with the girls, that he wanted to be sure that we are all comfortable back home. So sometimes he would hear that there are problems, and when you come for work, he would, you know, insist on asking you, are you okay? Mama Nyags, sasa mambo uko fiti? Uko fiti mama Uko sawa, hakuna shida? So he was, you know, he was pushing to just find out if whatever he had was actually true. So he really cared about how we lived back home, and many times he would even be the mediator when there were problems back home. And so I looked at him and saw a father in him, that he really cared about artists. And before he left, remember that he came up with a production. And this production came, I mean, he called many artists, the faces that have been part of arts in this country, entertained Kenyans on television. And he put us together just to come up with a production, and really wanted to you know, like everyone to be fine. He wanted us to make money together and be comfortable and live a comfortable life. So basically that's what I can say about Papa, that he was really, we miss him. So that is lacking, and I don't think anyone will ever fill that gap. So I remember him for that. Thank you. Papa alikuwa na personal attachment to us. Yeah, because of nakumbuka I was telling Kalondu pale kado that like when Daisy Naliaka was getting married, na ni mtu mzima na ni mama, Papa akapata tu harufu tu kuhusu Daisy anataka kuolewa. He was mad for it. Sasa kama anaolewa na nani? Sasa hizi ni mchinga gani hizi? Hiyo harusi itakuwa. Anasema jamani, ni mtoto wako hapa. Yaani alimtreat kama mtoto yake, na ni hivyo, and that was really something, yeah. Inyang'au. Atajipigia disi yake mwenyewe. But let me say the funniest that I remember, Papa, despite being funny, hakuwa na sense of humor. Nilimforwardia message zile
it's Jesus' birthday, it's not your birthday. Do not over drinks, you do not over. Kwa wena kwenye kinaju. Sasa hizi imefutuka kazi. Gani? Unajua wakulima wa chai ndio anasema nina kitu ya kusema. Naambiwa mzee sema. Nakubaliana. So nakumbuka kabisa tukiwa mimi, Wilbroda, Otoyo na Papa. Kwa mara ya kwanza kuna hoteli ilikuwa right opposite K ni Alliance Française pale. Sasa hiyo saa hiyo wamekubali mimi na Otoyo tuingie kwa Papa Shirano la kipindi. So pale tukaambiwa chagueni jina kwa hii script. So leo labda Otoyo angekuwa Jalango na mimi ningekuwa Otoyo. Kumaanisha hiyo jina ya Jalas ni Papa ndio alinipatia. Bila Papa leo baada hata ningekuwa hata jina lingine Felix Odiwor Kodeo Tuchi akiana ngao. Lakini sasa kwa sababu ya Papa ndio mimi ni Jalas. Siku nakumbuka show yenye ilinifurahisha zaidi tukifanya na Paps ilikuwa ni pale tulikuwa tumeenda kununulia Papa Hama gari mpya. Yesu nisamee. So kipindi ni kuwa mimi na Otoyo hatujui Papa anafanya kazi gani. Tunaona simeji ni tajiri sana. Tumesachagua gari wako. Yes. Hivi tuachana nayo kabisa. Sirika yako hii utaikalia. Huyu vesi ukikalia sok wa gari imekufded. Yo, ndio kwa sababu tumeamua huyu ndio rika yako kabisa shemeji. Ama tena rangi yake ndio wako kabisa. So kutokea hasa hizi wewe ni muliki wa gari yupi? Hama. Sasa utachukua funguo alafu utalipia pale. Dirisha hiyo. Miaka hiyo. Unajua Papa alikasirika ya ukweli. Papa. Na katika hali ya kuketi ndani ya mtoka. Sasa wewe utakuwa kwa dereva Awilo pale. Ndani yaka back left. Alafu mimi utachukua hapa. Natoza kauli. Na mimi? Gari kubwa namna hii. Utakaa juu kwa boda. Utakaa juu. So we had amazing memories with the Paps, and definitely we never had a chance to say goodbye to Paps because everything happened very fast. With all due respect, the family being here, the day that we were traveling back to the village to say the last goodbye, bado tulikuwa kazi asubuhi. Yes. Nikaomba ruhusa, tukachukua ndege ya asubuhi. Ni ndege ya asubuhi mbio, tulikuwa na wewe. Sasa tunakuja mbio, by the time we are landing everything is happening already. Mbio tunakuja tunajaribu tufike huko Funyula mbio, by the time kufika polisi nini dakika mwisho tu tukasema tuacha tusimame kwa grave. Ndio huyu hapa akasimama kwa Nilikuwa nalia kwa kiburi ya mzee kama kaburi kama amejishika hivi. Watu wakasema kumbe niemelewa jamani. Watu wakasema jamani, ongeleseni Njoro, mambo ya Njoro iko mzuri, ako kwa depression, huyu atajinyonga. Kumbe wanaongea tajiri wa Kajiado. Hawa watu hawajui kuna bucha tano. Na wewe ndio customer mkubwa wa hesabu ba. Unakula kuliko customer wako. Na wewe ni mlevi wa baa yako. Baa yako ya kwanza ndani aliangusha. Wewe. Huyu alifungua baa yake ya kwanza. Na alikuwa customer. Njoro alikuwa anaingia kwa baa yake ya kwanza. Wow. Napenda stock ya leo. Alafu anaenda kwa counter na jiuzia. Hivyo ndio baa ya Njoro ya kwanza. Guka, lakini baadaye ndio alisimamisha saizi ya huko pali unaishi inaitwa Twala. Hata akifungua nyumba yake nini, kumbe Njoro ni mtu anafanya kazi kwa
bidii. Na kama si Papa Shirandula singekuwa wapi zaidi. So to us, mimi na ndugu yangu Otos hapa, mimi tukiwa na Otos hapa, kama si Papa Shirandula hatungekuwa hapa. Manake baada ya Papa ndio mimi nikaingia Kiss, wewe kuingia wapi? Kiwe FM, ukafukuzwa. Ulifukuzwa, nikafungwa. Lakini watu walikuja kudoa Otos na Jalas kwa sababu ya nani? Ya Papa. Bila Papa Shirandula sisi hatungekuwa hapa hata saa hizi, hata ni sawa tu. Nitakusaidia na pesa ya kampeni, usijali. Saa hizi mnapoona kiburi imeniingia na naona kabisa kutoka kwa Papa tukogea radio mambo yote naenda kukuwa mbunge wa Lang'ata. Na kilicho kubwa ni kwa Papa mwenyewe alikuwa anaishi wapi? Lang'ata. Sasa the best thing I can do hii kukuwa mbunge ni kuhakikisha kuwa mama pale na watu wote wa NHC na mama kama chief campaigner wangu. Mama hebu amuka kidogo jamani. Mama sasa dakika hii na appoint mama kama chief campaigner wangu wa NHC, National Housing Corporation. Mama Shirandula bibi yake wa kweli, wachana na hii hapa. Mama ndiye anaenda kunisimamia kuitisha wa mama yote kwa ile WhatsApp group yenu wote. Waambie kiongozi anakuja, si ndio? Asante mama, si ndio? Papa alikujanga akabeba fish zile zetu tunabebanga Sagana na zinanuka kama wewe. Janga ya na mahali. Papa akapeleka familia yangu, mimi nikarudi Lang'ata police station. That is the best moment sababu not many people will do that for you. When you're in trouble, someone stands with you. Yeah. He took my family, my kids, my mom, and he took them home. Even if my fishes were almost rotting. Nani? Ulikuwa na time yako? No. Okay, hii ni show yako ama ni yangu? Ya Kiswahili. Okay. Sina time. Now, because I was the one driving the car, I had to go to the police station. So good, siwezi piga story yangu. Na Kizungu kweli Kizungu. So that way Papa, when he came back, instead of going home, now he was not Papa, he was Charles Bukeko. Instead of Charles Bukeko going home, he came back to the police station and asked, what's wrong with, we can sort this out. And so nikakuwa niko sorted, kulingana venye Delang'o ataka musikie. Sina mengi ya kusema. Mahali ambapo nipo sahi, singekuwa naishi hii maisha kama sio Mr. Charles Bukeko. Wengi wenyu mnamjua kama Papa Shirandula. He was a father to me, he's a mentor, he's a legend, you know. Kama naweza simama mbele yenu na niongee bila kutoa machozi, vile wanasemanga time heals, it's very true. And I'm very grateful the fact that we are here together. Naweza sema inatupatia hata moyo zaidi. But kile ambayo naweza sema ni kwamba Papa amechange life yangu, na nilikuwa na vitu mingi za kusema lakini sijui kule zimeenda, lakini yeah, he changed my life. He was a father figure to me. I think for me, I remember Papa because apart from us guys working together, Papa was my neighbor. So every time I'd be going to work, na yeye anaingia, anasimamisha gari, tunaongea, nilikuanga nachelewa kazi almost every time I meet him, lazima nitachelewa because Papa alikuanga anaongea. Papa alikuwa anaongea na uwezi kumkata. So uko tu hapo unaangalia time tu mnaongea. Unaangalia time unajua tu leo nitachelewa, you know? And I think that's one of the things that I really miss about him, you know. Like a lot of times when I'm in the estate and I see his car or I see Albert driving, like I always have to turn like,
that thought comes to me, Papa, then I'm like, no, it's not him, you know, because we all knew you could see his car and know it from anywhere, you know. So I think I really, really miss that moment, you know. Good afternoon. Good afternoon. My name is Beatrice Andega. I was the wife to the late Charles Bukeko. Ikuwa ni papa yuko na mwenyewe. Thank you for making this day for us. You wonder how will I go through all of them. When there are problems, you wonder how will I solve them. But I thank God because He's a God of solutions. What Jalang has done has really made my heart. It is 1 week. I was thinking of school fees. God has made a solution. Ngima lomba, ngima lomba, nikolo lomba. Sikia Jalanga ananiambia koko Mbagathi Road sasa atameshikwa na askari. Mimi nasema si unajua tu watu ya supposed to. Nasema basi unajua watu ya supposed to do, akishasema hivyo. Then the other ananiambia the last one ilikuwa ya kiongozi. Nikamuuliza kiongozi ni nini mbaya na yeye? Ananiambia kiongozi ananiambia tunameshikwa kwa Lang'ata. Na mimi sasa kama kawaida si unajua that's your group, that's your family. Lazima kuwe responsible. He had to go all his way paka anatolewa. Na jina ya mwisho ile iliimbwa throughout ilikuwa Wango. Nilikuwa nasikia tu Wango hiyo ndio ilikuwa jina iliimbwa ya mwisho in the house. Nika realize actually how he carried everybody equally, not only us. And I think hata ingekuwa na something ametoka kama kasirika with one of you angeanza. Ile hoteli papa alituitaga siku ile. Ilikuwa inaitwa hapo karibu na nini? Alliance. Unakumbuka hapo? Papa akitupatia script zetu za kwanza. Anyway, do you know today, this guy could be Jalas and I could be Otos. Yes. Because the script was there and you choose a name. See, you're just appearing once. We are appearing. Oh, nichukue jina gani ya nini na unatokea kwa kipindi kimoja. So today this guy could be Jalas, I could be Otos. That's so true. But he's Otos and I'm Jalas, and we thank Papa so much for the opportunity that he gave us. So true. To Papa, what do you tell him? To Paps, for real, Paps opened doors that we could not dare to imagine. We could only dream of. Ukweli. Alitupatia jembe, hakutupatia food, hakutupatia mazao. Papa alitupatia jembe, nendeni mkalime. Kweli. Alitupatia ndoano. Na sasa sisi ni wavuvi. Tunachapa kazi tu. Tunavua, tunashika mambota. You guy, my guy. See, you are this dude. I do this guy, but I know. So this is the dude of Sub. Oh, this guy is those guys of Subaru. Of Sub. He was with that guy of Range. I'm the guy of Probo. No, he was with that guy of Range. And he's the guy of Probo. You're the guy of Succeed. But what's the difference between Probox and Succeed? And Flats. Zote zinapatiwa zote unapewa receipt ukija. Watu wa Subaru. You know something, when you were coming to Papa, this chick, No, when you we were guys leaving, had already left. No, she was a dancer. Yeah. She was a dancer then,
You came in as a dancer. No, she was a friend of theater. See, hii story ni yangu. Okay, sawa. Mbona gesho Watu walikuwa wanakuja theater na wajiwa na kuja kufanya nini lakini wako theater. Okay, sawa. Okay. When you had left, you were just coming in. Yes. I was just coming in, and I felt really bad because I used to watch you guys on TV when I was still in school. Nini wazee, yeah? Sasa sikia. Yes, so I used to watch you guys, and I used to mtoto mdogo smooth face. Angalia ndevu zangu bado nyeusi. Hakuna dai. So man, I used to really admire you guys while watching you. Nasema maybe one day, natamani sana nikuwe ile show. But you came in and took over the show and you are doing a beautiful job. Oh, Better than us. Alafu Nyaminde amesikia hiyo kitu tumesema. Rudia. She came in and took over the show. Oh my God. Atafanya kazi nzuri kushinda huyu. Wacha nikuambie venye kulienda. Okay, sir. Okay. Aka kadem kalika mingi. Kakiwa akajui kwa. Alafu siku moja hata nilikuwa nimechoka na yeye zetu. Nikakaambia funguka. Enda urarue tu. Wakishuta hapo ati maid wameletwa maid watatu Msengenyano. Kakafunguka mara moja hivi kutoka hapo. Sasa yata mbele yangu. Okay. Alikuwa na how's your working nini ukichapa job na so nikianza na huyu dem kwanza tukianza job. Nilienda mpaka kwa producer. Nikamwambia producer usani nani umetuletea mazi dem hawezi mazi. Hatuwezi hapa unajua hii iko na ma professional. Kwa sababu hiyo time ulikuwa umezoea kupiga kazi na superstar. Nilikuwa nimezoea like hii trio, mnaona hii trio. Wewe ulikuwa umetuchukia wewe. Najua mlikuwa nyinyi mna ujaluo mingi na mimi mzako. Alafu hiyo time kulikuwa karibu na post election violence. Kwa hivyo mlikuwa hata nikiongea kufanyanga nini? Sijui. Tulikosea wapi? Ni Jalangu aliniambia siku moja akiwa na Castalet ati nitoe viatu. Na kona Castalet aliuziona mwimbaji alikuwa ni mzuri. Kuna mwimbaji aliuziwa kwa KS 100. Wacha hiyo wewe unaharibu. Ni KAU. Atoe viatu wengine kwa. Niliambiwa nitoe viatu kwa Star. Unaingiaje kwa gari na viatu? Utoke Rugari. Imetandikwa gazeti ya leo. Nyingine. Huyu alikuwa ananunua gazeti si kusoma. Ananunua gazeti anatandika kwa gari. Gari inanuka perfume nzima. Unajua ni vile tu mtu kama unakojoa. Mtu ametoka mtu akikojoa bado mattress yake iko na ile jwala. Ndio hii group. Mama Nyagodo kuja. Oh yeah. But to be very honest, I was really intimidated. I was just starting. No, but you guys, mmekuwa kwa industry for the longest time. Mmekula panya kwa hii. And it is a privilege that you are even talking when we are around. Yes. No. It's a very big privilege. No. Don't take it for granted. As a matter of fact, Njoro hawijarudi nyuma nani. Njoro kuja na hapa wazee. But ukweli. Nani wewe? But ukweli. Watoto wamesimama huko. Ukweli. Wenye walitupatia kazi even before papa didn't know us. Ni Nyagodo na Wilbroda na Androniko Otieno. We used to disturb you guys at the National Theatre. Mase papa imeanza. Yes. Big man Bazu. Kuja mko mnakuja episode moja tu. Yes. And then you guys went and spoke to papa mkamwambia kuhusu this guy. Kuna wajaluo at the national. Tunakuja ile episode ya wedding. That day for tumekuja kudemand dawari. Ngoja nikumbushe hiyo nyinyi. Mlikuwa mmevua dokoti. Unakumbuka dokoti? Ni wara no. Koti ina fly. So niliambia Otoyo siku Mungu mmoja. Hii ndio chance tunangoja. Na hapa tutoki. Unaona hiyo script tumepewa? Hapa wachana nayo tukiingia pale wewe. Nikaona Otoyo amesema tumepakwa mayai. Niwakumbushe watu hawa. Unajua Kibwana alikuwa anapenda matex smoke. Hawa majamaa
Tukiwa Kawangware mkishoot mkajifanya mnakula mayai na mandizi. Kama Mungu Jalango alikula mayai zaidi ya 12. Na hiyo siku ilikuwa kuku. Tunaletewa Mary kwa wapi? Mary wa chakula iko wapi? Nani? Betty kuja. So Betty ndiye alikuwa anatuletea chakula. Mazee Betty, asante sana. Unakumbuka mazee kuna mpaka watu wanauliza Betty anakuja sana. Senior Betty. Unajua hiyo time mazee vitu zilikuwa bado zimenuka. Ulikuwa unaishi buruburi. Case out. No, nilikuwa nimepata pesa. Ulikuwa umehama. Alikuwa amekaburu. Sasa alikufukuza kwake kwa tabia zake. Sasa kwa kitufukuza kwake. Ulikuwa mtoto wa tabia mbaya. So Otoyo had moved into Buruburu phase 1. No, I can't call it two bedroom. It It's was two a bed, rooms. yes, There was a room and a room. Alafu kwa Otoyo ndio niliona Kaigas ya kwanza. Nikasema mseni mdosi. Oh, and then he upgraded akapata wing road. Nilikuwa nafanya nayo taxi. No. Guys, this is a special story. So Otoyo unifanye utake kujitia kitanda. Otoyo just buys a new car. KBG 922F. a red wing road. Yes. Sasa Otoyo baada hajui kuendesha. Otoyo ameendesha gari, amekuja nayo National Theatre. National Theatre. Haya, National Theatre. Huyu hapa akakuja kaambia Otoyo, nisaidie gari ni test. Wacha nikucorrect. Otosa aliniambia mimi sijui kuendesha gari na sina DL, na wewe uko na gari, umeshanunua gari mbele yangu. Wewe ndio utaendesha gari yako, afadhali tuache theater, utaenda na wewe Buru, kuna mahali kwenda kuwasha. Kwa hivyo wewe ndio dere kutoka leo. Wewe ndio dere wa gari yangu mpya. Wacha nikwambie ukweli. You know that is not what happened. Dorothy. Dorothy Olich. Nyengese. Na yeye alikuwa anaitwa Gishu. Anaitwa nani? Anyway, jina yake. Mwite Mary sasa. Mwite Odhiambo. Huyu Alikuwa na act wapi? Kwa papa. Alikuwa na kwa papa. Alikuwa tunafanya naye set book manini. Nyambura. Okay, nini ilifanyika? Sasa huyo dem. Alikuwa mwalimu kwa Taidi Hai. Lydia Gitashu. Akaniambia, yani gari hata uwezi ukanipatia ride. Nikamwambia hata kuendesha pia inanisumbua, dereva wangu amenidrop na ameenda. You can go with it actually nyumbani. Huyu aliniona nikimpa funguo ama alisikia sasa amepata watu wanaotaka kwenda Westlands. Dorothy wazungu model na ule jamaa wa Kalamazaka. Akamwambia Lydia Nyambura Gitashu ampe funguo nimtuma. Lydia believed him kwa sababu tunakunywa naye. How did he know akona funguo? Akapatiwa. Mimi sina habari, tunakunywa. Mimi ninachojua ni sijaona chochote na tunakamata. Mtu alikuja akasema, Allahu Akbar, there's a bad accident. roundabout. Gari imeroll, manini zote, airbag zote zimetoka. Akasema Allahu Akbar, tukashtuka. Dorothy Olich amevaa windscreen kama scarf. Tukasema pole na tukaendelea kunywa. Watu wengine wakasema hizo ni zile manini za Njoro. Hii Olivier Njoro nimeshakwambia itakuja Sasa kidogo ndio mtu akasema Fred Muri. Njoro mgani? Na sigari ya Njoro ndio hii. Kijana mwingine wa Nyengese akasema ameenda na ile gari yake mpya. Ameenda na sasa. I wish to take this story from here. Na jamani, kumbuka hiyo ni gari ya Otoyo na ni gari mpya.
2 days old. Sasa hiyo mtu alikuwa shanunua gari ni Paps. Wewe, mimi nimechukua Starlet. Mimi nilikuwa na kae. Nilichukua Wing Road. Huyu akasema hiyo kama yako. Ndiye anataka. Haya, sasa story imekuwa kumeharibika. Njora amepata accident. Njora katuma message. Ambieni familia yangu sio kupenda kwangu. Nichukue maisha yangu. Nimejinywa. Hakikisha familia yangu. Namwambia Kazungu. Namwambia Kazungu. Tukikutana mbinguni tutamlipa gari yake. Can you imagine? But I think from that day. Na kazi masimu. 3-4 days Niko Ngara kwa lodging sijatoka. Nilitoka mbio hapo Kijabe Street. And I think from that day Kazungu has never had good luck with cars. Yeah. I bought a second Wing Road. I bought an X-Trail. I bought a Mercedes. Zote tu. Inakuwa tuna noma. Kwanza Mercedes mechanic. So unajua venye unaweza sema I'm away for the weekend. This is the best time for my car to be fixed. We were doing a Meru festival. I remember. So mechanic na amechukua Mercedes ameenda nao Kawangware. Ameenda na Kitengela. Yeye ni wa Kawangware, ameenda na familia Kitengela. Amepeleka familia out. Watoto mdogo na Benz. Sasa wanatoka usiku Kitengela something garden. Amekamata kukamata. Gateway mall. Hapana, si mall, kuna manyumba zinaitwa Gateway or something huko kwa mlima. Great Wall. Amekuja. Unajua Mercedes huwezi ukajua kama unaenda mbio unless mtu ndio akwambia ulinipita hivi chuo mzito. Anasema alishtukia, unaona ile Nakumatt kubwa ilikuwa inaitwaje? Mega. Kulikuwa na mti mwingine mkubwa hapo, kulikuwa na ndege zile za kazi zimevaa jacket. Ile Marabu. Alishtukia ndio hii. What? Kabla aende break, aende nini? Unajua gari lizimwa na Nakumatt. Watu wa Nakumatt hizo fire extinguisher. Ilishika moto. Sasa kuumia hata mtoto wa 1 month old. What tuseme kitu juu ya Nyagodho. Mimi hata nianze. Nyagodho alikuwa na kitu moja kwa show. Kutembea. Wacha tuone. Unajua wacha Nyagodho atembee. You walk. Na wewe ulitoa. Ilibidi nimeinvent. Ukipata kila sali kwa nishu. Wewe, Nyagodho. Ndio kaina ule driver Mkikuyu. Lazima upate hiyo accent. Lazima ugeti hiyo nini? But when you speak you speak your nimegrow na Kibona. Sasa tu unajua Kibona ni kutafuta uchoche. Kwa nini sasa kumbe hata kushikanisha leo kaderi? Alikuwa anamuita mawe ya Misri atikisi. Mawe ya Misri ni wewe, wacha kujifanya. Sikuwa ni script Kibona alikuwa anatuandikia. Atikisika moto hivi. But guys, definitely we have so many memories. So many memories. My best memory here, Paps. Best memory of two of my best. One was when we decided, when Paps decided that we are going back to Shags. I don't know if he had messed. Sijui alikuwa amepea na mimba. Alikuwa alitoka kwa industry kabisa. That day tukatafuta papa, tukamkosa nyumbani, tukasikia kwa Luda. Ni Aduda ndio alikuwa anachocha tu pale. Tulienda kwa Luda kuleta drum. Unajua mpaka watu waliamini ni ukweli. Tulikuja Nairobi kwa kupenda yako, lakini sasa na script nasema mnaenda. Ukweli kwa tunaenda. Tunaexitiwa.
My best memory. My second best and the last one. Tukilipeleka papa kununua gari. So that's my best of all. So tumeangalia magari. Papa achajua ati sisi ndio tunamnunulia gari. Sasa na kabisa semeji tumejia kwanza mavito ambia semeji hii ukikalia inavunjika. Wacha hiyo. Hii ndio mzuri. Gari rika yako kabisa. Pesa huyu ama. Wakati wa hama ilikuwa na Oliech na baba. Na nani na Maina Kageni. Maina Kenya. Semeji sisi usamaliza Windows Open. Design wako ndio hii. Utalipia pale. Wewe utakuwa dereva. Awilo kando yako. Na Liaka Jalasa kajieka kana nikauliza na mimi hautakosa mahali. Hautakosa mahali. Niliona tu pamsu unajua alidamia kweli. Toke hapo. Yaani si script sasa. Acha nipatieni yangu mimi. Best memory yetu kwa show as on acting basis Kuna scene ilikuwa papa alikuwa anani explain ya venye hiyo ni time ODM na nini na Jubilee ilikuwa na nini PNU. Sasa kulikuwa na story ati kuna MCA ndio kura sababu kura ya Kanjo wa Nairobi ma MCA hiyo time walikuwa makanjo ilikuwa inaenda draw. Kwa hivyo lazima mmoja wao ameuzwa anataka kuninia akavunjwa mkono akawekwa plaster cha nguvu ndio abebwe. Sasa papa ananipea story wacha nani hapa akagonga you know expressions za papa alafu unakumbuka tukua Mumias Mumias ilikuwa mama Mumias andi anachujwa atirichichi ukaburuka ukaingia kwa matandalua matandalua ni kuchujwa anachujwa kwa kibini. Alafu najua richichi kikuja lazima mtu akufe sasa kuna richichi sasa tuko huko Mumias huko Buranda something river unavuka huko sasa richichi ilikuja ikaburuka niendelea kutolewa kwa kipindi. Now the worst side of it ya papa mimi na yeye tukua Mumias tumeenda kukunywa pombe Musandana kasi yote. Papa akasema Njoro anaharibu cast. Nikapigwa simu. Kishoya. Unajua mtu akuiti Njoro. Unajua ni kubaya. Kishoya. Bring my cast into the hotel. Right now. Mimi niko peke yangu. No. I've told you bring my cast into the hotel. Wote mwanzo tukaingia gari sisi. Kanyenyekea. For the longest time kuna time nilikuwa nimekosana na papa, we were not talking at all. You guys were not talking. We were not talking. We are on set together. Sasa Kibwana alikuwa amejua hivyo, so parts zote zilikuwa zile za manze ilikuwa hard because wakisema tu cut tunachana zile hatukuwa hata tunasalimiana kwa set. Sasa zato zilikuwa zile za mapenzi na hatuongeleshani hata salamu tukikutana kwa mlango tunapishana. Ikisema and it happened for a long time, it was like 3 months. Hatuongeleshani nothing. Lakini sasa kazi lazima iendelee. Na Kibwana that intentionally zote zilikuwa za mapenzi. Yaani nikiona hivi nasema shit. Sasa hizi ni gani tena? Na lazima ufanye hivyo na yeye. Mama memories are made of this. Memories. Hakuwa anapenda kuact. Hata alikataa. Nilienda kumtafuta mahali alikuwa anafanya kazi. Nikaenda nikamwambia kuna role inatakana kuwe mtu kama venye nilisikia description ya papa kitafuta anatafuta mama anakaa kukalia Njoro, mama anakaa kupiga Njoro. So nikaona wakasema lazima she has to be big nini. Nikaenda nikakuta huyu akaniambia nani mimi niende kuonekana kwa TV nini.
Nikamwambia kamshale, unajua ni pesa ngapi? Ni hii. Twende. Na hivyo ndio Mama Village ngape? Na yeye kuja haku let down. Alitokelezea hivi, papa alimuona, papa akasema, Njoro. Haki ya Mungu unajua kukast. Huyu ndio huyo. Na mimi nakwambia we'll work with her acting later. But she's the one. Kupoa tu hivi role ya kwanza. Hata ikurudia. Niligonga my friend. Ulipiga kura. Nilichapa kazi mpaka papa kaniambia I love it. I love it. Na hivyo ndio niliingia papa. What's your best memory with Paps? Kukaa na yeye. Kushinda na yeye, kukaa na yeye. Sometimes the best memory. Ziko by the way ni mob sana. But I remember the best memory nenye mpaka leo sijaisahau ni aliniacha kwa stage. Alisema wacha nikusaidie, wacha kuogopa. Alikuwa naomba, unajua tumemaliza shoot, tunafaa tuende na anafaa kudropiwa kwa stage ndio apande matatu za Rongai. Papa akamwambia utanimalizia shocks. Sikuwa na kujaibisha by the way, nisema hivyo. This is Mama Village, bibi ya Njoro. Huyu ndiye alikuwa anapiga Njoro kwa show. Vizuri, hata sasa hivi. Meno yangu ya kwa chifu wa Mathare hata wareo. Mara ngapi watu wamedhani wewe ni bibi ya Njoro kweli? Mpaka saa hii. Mpaka saa hii kuna nikienda tu mahali umeacha Njoro wapi? Mimi nashinda tu bilibigisishi na yeye. Nilikuwa nafanya housewarming kwangu. So apparently mimi na wife tulikuwa tumejichafua. Housewarming. Tukifungua nyumba yangu ilikuwa ni birthday yangu ya 40 years. So mimi na wife tulikuwa na sisi tumetoka sherehe nyingine. So tuko wasted. So she took over the roles of my wife. Na wageni wakatunzwa. Na wakaamini mimi ndio mwenye boma. Na mimi na wife tunangorota. Na ishie hapo kwa set, sawa? Guys, this is the amazing cast of Papa Shirandula, the people who made this amazing show work, and we are still having a good time. We are celebrating 1 year down with Papa, and definitely amazing. But naongea Tunaongea tu Kiswahili kitu yenye haitakuumisha kichwa. Wewe mwenyewe unasikia unateseka. Imagine niambiwe nini limuua Kisugu. Bas maliza bas. Say what is happening. Wewe sema bas. Pitisha na Kiswahili. Sorry na Kizungu. Definitely I'll also be talking to the crew. You see, there are people you see on the camera, but then there are people who make sure that everything works.